Ni wazalendo wa Uvira. Yes, ni wazalendo wa Uvira ambao ni askari kama unavyoona kwamba wamekubali wanaenda kuwapokea viongozi wa wazalendo, viongozi wakuu, majenerali ambao ni wataalamu wa vita. Kuna kiongozi mmoja hapa nilikuwa namuona, ni kiongozi ambaye anasifika sana kwa vita vya majini, kwa vita ama mapigano ya kwenye maji. Kwa hiyo ni kama viongozi watatu ambao ni viongozi wa wazalendo, majenerali wa vikosi vya wazalendo. Ni kama watatu hivi ambao wamekutana hapa mjini Uvira kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wanapambana na kuzuia M23 wasiweze kufanya chochote katika miji ya Uvira, Baraka, Nyange na maeneo mengine ya Baraka ya Fizi. Kwa hiyo kwanza kitu kimoja ambacho wazalendo hawa wamesema, kitu kimoja ni kuhakikisha kwamba wao hawatakuwa tayari kabisa kuweza kufanya muungano na jeshi la wananchi la FARDC. Wao wanataka kusimama kama wao, kupambana kuhakikisha kwamba wanaweza kumalizana ama kuwamaliza hawa M23. Kiukweli ni kwamba jeshi la wazalendo ndio jeshi pekee ambalo unaweza ukasema kwamba ni jeshi la kuaminika na ni jeshi ambalo ni la uhakika, kwa sababu ni jeshi ambalo linasimama kuhakikisha linapambania nchi yake. Ukiona hapo kiongozi wa wazalendo alikuwa anajaribu kuambia watu kwamba sisi tuko tayari kumwaga damu. Ukiona kuna sababu ya kumwaga damu kwa ajili ya kutetea maslahi ya nchi yako, yani wewe fanya, jitoe kabisa, wala usiogope chochote. Anasema hawako salama, hata wakisema wanyamaze hawako salama. Lakini pia hawako tayari kuona kwamba mtu yeyote anaonewa, eti ifike mahali hata mwanaume aweze kuchukua mke wa mtu na watu wamwangalie eti kwa sababu ana nguvu. Hapana. Wako tayari kupambana na wako tayari kuhakikisha wanaweza kupigana vizuri na kuweza kuleta ushindi katika jeshi la wazalendo, lakini pia kwa wananchi wa Uvira na katika maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo nimependa sana hii spirit, nimependa sana spirit ya viongozi wa wazalendo. Kwa kweli, kiukweli kabisa kwamba wamejitolea kufa na kupona, wamejitolea kuhakikisha wananchi wa Uvira na wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakuwa salama. Kiukweli hakuna haja ya kuwafanya watu wengine waonekane wana nguvu na wengine wakiwa wanaonekana ni wanyonge katika taifa hilo ambalo kila mmoja amezaliwa. Kongo ni ya wakongomani wote. Kongo kila mmoja anapaswa kuifurahia. Kwa hiyo ndio kitu ambacho viongozi hawa wamekuwa kikiongelea na vitu kama hivyo. Usiache kutoa maoni yako ya vile ambavyo unahisi kwamba maoni yoyote kuhusu wazalendo, kuhusu FARDC, kuhusu nchi ya Kongo, kuhusu viongozi. Make sure unatoa maoni yako hapo na itakuwa vizuri kabisa.